Wachimbaji wadogo wa madini wa eneo la Kampilipili, kata ya Mbangala, halmashauri ya wilaya ya Songwe mkoani Songwe, hii leo wamefanya ibada maalumu ya maombi kwa lengo la kuombea amani kufuatia mgogoro unaoendelea katika eneo hilo, wakidai kuingiliwa na mwekezaji. Wachimbaji hao wamekusanyika wakiwa na matumaini kwamba maombi hayo yatasaidia kufungua njia ya maelewano badala ya juhudi zao za kutafuta msaada kutoka kwa viongozi wa wilaya, mkoa na mamlaka za madini kukosa mafanikio, wakidai kuwa wamekuwa wakikumbana na bughudha kutoka kwa watu wengine wasiowafahamu, hali ambayo imekuwa ikikwamisha shughuli zao za kila siku na kuhatarisha maisha yao ya kiuchumi. Kupitia maombi hayo wameelekeza kilio chao kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wakimuomba aingilie kati na kuhakikisha kuwa wanapata haki yao ya msingi ya kuendelea na shughuli za uchimbaji madini bila kuingiliwa kinyume cha sheria. Wamesema wanaamini kuwa Rais Samia ndiye sauti ya mwisho ya haki, kwani juhudi zao za kuwasilisha malalamiko kwa ngazi zingine zimeshindwa kuzaa matunda. Wachimbaji hao pia wamewaomba viongozi wa serikali, hasa wa ngazi ya wilaya na mkoa, kuwa na sikio la karibu kwa changamoto zinazowakabili wananchi hao, wakionya kuwa ukosefu na usikivu unaweza kuchochea migogoro zaidi na kudhoofisha jitihada za maendeleo. Kwao maombi hayo si tu njia ya kidini, bali pia ni hatua ya kutafuta suluhu ya kudumu kwa njia ya amani na maelewano. Hii ni update kutoka ABT Media na mimi ni Irene Nziku. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwake Yesu tunasimama, ndiye mwamba ni Zaburi 46 mstari wa kwanza inasema hivi: Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Mateso ndo kama haya ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Mateso ndo kama haya, tunateseka, tunaonewa, lakini Mungu ndiye mtetezi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Nikumbukisha neno moja kwenye Warumi 8 mstari wa 35 anasema hivi: katika mambo haya yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Bwana Yesu asifiwe. Katika mambo yote, sio moja. Bwana Yesu asifiwe. Yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Usikae kinyonge. Wewe ni mshindi mtu wa Mungu. Tumeshinda. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakushukuru Bwana, tunasema asante kwa ajili ya saa hii. Asante kwa ajili ya mchana huu tena. Asante kutupa kibali cha kuwa mahali hapa mchana wa leo. Mungu, wewe ndiye kimbilio letu. Wewe ndiye muweza mambo yote Bwana. Tunakuja mbele zako watoto wako. Wewe uliyesema tutafute riziki, nasi tunakuja kutafuta katika eneo hili Bwana. Wewe ulisema katika Zaburi ya 24, nchi na vyote vijazavyo ni mali yako, dunia na wote wakao ndani yake Bwana. Nasi watoto wako tuko katika eneo hili la Kampilipili, tunatafuta riziki zetu kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya ndugu zetu, kwa ajili ya wale walioko nyuma yetu. Bwana, tunaomba Mungu wa majeshi, utusaidie Bwana. Utuwezeshe Bwana. Utusaidie Mungu wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, simama pamoja nasi. Simama upande wetu Bwana. Wewe ulisema kwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Hakika Mungu, wewe ndiye muweza wa yote. Tunaomba msaada wako Bwana. Tunaomba msaada wako Bwana. Tunaomba msaada wako Bwana. Tunatuma nguvu zako hata kwa kiongozi wetu, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Bwana, lainisha moyo wake. Tunajua ni mtu wa haki, ni mtenda haki, lakini Bwana, wewe ulisema ninyi pasipo mimi hamwezi neno lolote. Na tunamsogeza mbele zako rais wetu, tunamsogeza mbele zako kiongozi wetu. Bwana, umsaidie. Bwana, umwezeshe. Bwana, umtie nguvu katika jambo hili Bwana. Utusaidie Mungu wa majeshi.
Utusaidie Mungu wa majeshi. Utusaidie Bwana. Kambi Pilipili ni ya kwetu. Ni ya kwetu Bwana. Tunakuomba Mungu wa mbinguni. Utusaidie na kutuwezesha. Utusaidie na kutuwezesha. Wewe unasema katika Mathayo 7, ombeni nanyi mtapewa. Nasi tuko mahali hapa mchana wa leo. Tunakuomba Mungu. Tunakuomba Mungu. Utusaidie. Baba, tazama watoto wako. Wamenevisha vitu vya mahali hapa. Wameinama mahali hapa Bwana. Wakikuomba wewe Mungu. Wakiamini wewe ndio kimbilio lao. Wewe ndio unayeweza. Wewe ndio unayetosha. Kwako hakuna lisilowezekana Bwana. Yote kwako yanawezekana. Tunaamini katika wewe Mungu. Unaweza kutusaidia. Unaweza Bwana. Katika historia hakuna sehemu ulikoshindwa hata moja. Nasi ndio maana mchana wa leo tunakuja mbele zako Bwana. Tukimleta kiongozi wetu Bwana mbele zako. Kama Mungu mtie nguvu. Mwezeshe Bwana. Mtie nguvu Bwana. Katika jambo hili Mungu haki yetu ikaonekane. Haki yetu ikaonekane Bwana. Hatuko hapa kudhulumu mtu wala kumuonea mtu yeyote. Bwana, tuko hapa kutafuta riziki zetu. Naye Mungu tunaomba utusaidie. Tunaomba utuwezeshe. Tunaomba utuwezeshe. Tunaomba utuwezeshe. Tunaomba utuwezeshe. Sisi sio wezi, sio majambazi, sio matapeli, sio wezi. Bwana, tuko mahali hapa tunatafuta riziki zetu za halali. Tunaomba Mungu tusaidie. Tunaomba Mungu tusaidie. Wewe ulisema ninyi pasipo mimi hamwezi neno lolote. Na tunakuja mbele zako Bwana. Tukiomba msaada wako Mungu. Tukiomba msaada wako Mungu. Tukiomba msaada wako Mungu. Bwana, tunaleta viongozi wetu mbele zako. Tunaleta viongozi wetu mbele zako. Kwa Mungu watie nguvu na kuwawezesha. Na kuwawezesha. Na kuwawezesha. Ondoa kila vikwazo mbele yao. Bwana, nyosha mapito yao. Yakanyooke Bwana. Tukashinde katika jambo hili Bwana. Tukashinde katika jambo hili Bwana. Tukashinde katika jambo hili Bwana. Fanya wepesi katika kila jambo Mungu wetu. Tunahitaji msaada wako na nguvu yako Mungu wetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukishukuru. Amen. Amen. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana takabbal minna innaka samiul alim. Atubu ilaika ya maulana anta Ibrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa Allah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah al-malikul hakim bir hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La ilaha illallah al-malikul hakim bir hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma ja'al nusrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al nusra fi ahli qarya ya rabbil alamin. Allahumma ja'al nusra fi ahli masjid ya rabbil alamin bi rahmatika ya aziz ya kafal. Ya Allah, tunakuomba kwa utukufu wako ya Allah. Wewe ndiye mfanyaji wa majambo yote ya rabbil alamin. Hakika unayajua ambao tusiyajua. Unatufahamu sisi nyoyo zetu ya Rabbi. Yajalia watu wanadai haki zao ya Rabbi alamin, ni sababu ya kuwafungulia ya Rabbi alamin milango ya heri ya Allah. Ya Allah, jalia mheshimiwa rais wetu mpore kabisa. Tunakuomba hii haki tunaodai ya Rabbi alamin ni sababu ya kuatimizia ya Rabbi alamin. Ya Allah, tunakuomba naye Mwenyezi Mungu akupe busara na hikima uweze kuongoza Tanzania kwa amani na usalama ya Rabbil Alamin. Ya Hayyu ya Qayyum, tunakuomba ya Rabbi tusaidie ya Rabbi. Sisi tuko mbele yako ya Allah, sisi ni wanyonge ya Allah. Ya Allah, tunadai haki ya Rabbi yako haviumba, lakini wewe ndio mtoaji ya Rabbil Alamin. Ya Allah, tunakuomba tunusuru kama ulivyonusura ya Rabbi na masahaba radhiallahu anhu ya Rabbil Alamin. Ya Allah, tunakuomba tunusuru kama ulivyonusura mitume na manabii ya Rabbil Alamin. Ya Allah, tunakuomba tutoe katika hili tatizo ya Rabbil Alamin. Ya Allah, tunakuomba masamio mtie nguvu ya Rabbi, wewe ni sababu ya kutuona sisi wanyonge ya Rabbi. Ya Allah, tunakuomba tuongoze katika njia nyoka ya Rabbil Alamin. Bi rahmatika ya aziz ya kafar. Sayyidina Muhammad wa الفضل سبحان ربك ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.